Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imesema kwamba itaunga mkono shambulizi dhidi ya Iran ikiwa makubaliano kati ya Tehran na Washington hayatafikia mwafaka. Hata hivyo, Israel imesema lazima ishambulie Iran ikiwa makubaliano hayatajumuisha hatua za kupunguza uzalishaji wa makombora ya ballistic na uungaji mkono wa Iran kwa makundi ya wakala katika eneo hilo. Hii imeelezwa kupitia gazeti la Financial Times ambalo limeripoti likinukuu vyanzo. Hapo awali shirika la habari la Axios la nchini Marekani liliripoti kwamba mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff atakutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi mjini Istanbul mnamo Ijumaa ya wiki hii ili kujadili mpango wa nyuklia wa Tehran, huku kukiwa na mvutano unaoendelea kati ya nchi hizo. Siku ya Jumanne, tovuti ya habari ya Ynet ya nchini Israel imeripoti kwamba Witkoff aliwasili Israel kwa mazungumzo na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na katika mazungumzo hayo inatajwa kwamba Israel, ambayo ilisema haikujiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran, sasa huenda ikalazimika kuingia vitani dhidi ya Iran ikiwa makubaliano kati ya Marekani na Iran hayatafikia mwafaka, hasa Iran kukataa kuachana na mpango wake wa makombora ya masafa marefu. Hofu ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni juu ya makombora ya masafa marefu ambayo haijulikani ni kiasi gani nchini Iran. Inatajwa kwamba Iran ina idadi ya makombora mengi ya masafa marefu yaliyohifadhiwa chini ya ardhi, na hivyo Netanyahu inadaiwa amesema kwamba sasa atahakikisha anaingia kikamilifu katika mapambano. Hapo awali alisema kwamba taifa la Kiyahudi halina silaha za kutosha na ulinzi wa anga wa kutosha kuzuia makombora hayo ya Iran, lakini kutokana na kauli iliyotolewa hivi karibuni na rais wa Marekani Donald Trump kwamba atasambaza mifumo ya ulinzi wa anga katika mataifa yote washirika ambayo huenda yakafanyiwa mashambulizi kutokana na kwamba yana kambi za kijeshi, Netanyahu amesema yupo tayari sasa kupambana na ataishambulia vibaya mno Iran. Netanyahu atajaribu kumshawishi Witkoff kwamba kufikia mkataba mdogo na Iran itakuwa ni kosa, ripoti hiyo ilisema siku ya jana Jumanne. Israel inadai kutoka kwa Marekani kwamba makubaliano na Iran ni pamoja na kuondoa uranium iliyorutubishwa nchini humo, kusimamisha urutubishaji wa uranium, kuzuia utengenezaji wa makombora ya ballistic na kusitisha uungaji mkono kwa washirika wa kikanda. La sivyo, Israel inaunga mkono shambulio la kupindua utawala wa nchi hiyo. Chanzo hicho kilinukuliwa na gazeti hilo mnamo Januari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema silaha kubwa ilikuwa ikielekea Iran, akiongeza kuwa anatumai Tehran itakubali kujadili na kutia saini makubaliano ya haki na ya usawa yanayohusiana na kuhusisha kuacha kabisa silaha za nyuklia. Rais alionya kwamba ikiwa hakuna makubaliano juu ya mpango wa nyuklia wa Iran yatafikiwa, shambulizi lolote la baadaye la Marekani dhidi ya nchi hiyo litakuwa baya zaidi kuliko awali. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu nini ambacho kinajiri katika ulimwengu. Kupitia The World News tutaweza kukufahamisha.